Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiluru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu uhusiano wa Mungu kwa mtu na mwanadamu. Ninapokuambia kuhusu Mungu, namaanisha roho au nuru iliyo sahihi. Ninapokuambia kuhusu Mungu, namaanisha roho au nuru iliyo vema. Lakini pia ninapokuambia kuhusu mtu, ninamaanisha ni ile nuru ya vema au iliyo sahihi imeonekana katika sura. Narudia. Ninaposema kuhusu mtu, ni ile sura ya roho au nuru iliyo vema. Ni ile sura ya nuru au roho iliyo vema. Kwa hiyo, pia ninaposema Adamu, ni jina alilopewa mtu baada ya kuumbwa kwake. Kama vile mtoto anapozaliwa nyumbani kwako akaitwa mtoto, hakuachwa tu kuitwa mtoto, bali alipatiwa jina kama hilo unalomwita. Ndivyo ilivyo kwa mtu. Alipokuwa mtu, hakuachwa tu kuitwa mtu, akapewa jina Adamu kwa kuitwa kwake. Pia hata mwanamke au Eva alitoka katika mbavu ya Adamu, naye kuwa ni mwana au aliyetokana au aliyofanana na Adamu, naye kupewa jina Eva au Hawa kwa jina la kuitwa kwake, lakini bado ni mwana au aliyotokana au anayefanana na Adamu kwa jina la kuitwa kwake, na kufanya mahusiano ya Mungu kwa mtu na mwanadamu ilifanya ikawa yasiyovunjika, kwa kuwa ni sura, kwa kuwa ni roho au nuru ya vema iliyo katika sura ya kuonekana, iliyo katika sura moja ya mtu, Adamu kwa jina na kisha mwanadamu kwa majina ya kuitwa kwake. Ndio, haijalishi. Hata pale Adamu alipomwacha Mungu, kumbuka, Adamu ndiye alimwacha Mungu, lakini Mungu hakumwacha Adamu. Hata pale Adamu alipomuasi Mungu, kumbuka, ni Adamu ndiye alimuasi Mungu, lakini Mungu hakumuasi Adamu wala kumuacha Adamu, na kufanya Adamu popote alipokuwepo alikuwa bado ni sura, ni roho au nuru ile ile ya vema au iliyo sahihi, ikiwa na maana roho ya Mungu katika kuonekana kwake. Hata pia katika uzao wa mwanadamu, uzao wa Adamu na kuwa wana wa Adamu, popote pale walipo, Mungu hakuwaacha. Mungu haja kuasi wala Mungu haja kuacha. Ingali wewe ulimwacha, ingali wewe ulimwasi, lakini yeye ile sahihi haja kuacha, ile vema haja kuacha, ile sura yako ya wewe kuwa vema haja kuacha wewe, kwa kuwa popote pale bado wewe ni vema au ni uzuri wa Mungu kwa kuonekana kwako kwake, kwa kuonekana kwake kwako. Naongea na wewe popote pale ulipo, wewe mwana wa Adamu, yani mwanadamu. Mungu haja kuacha wala kukuasi. Popote ulipo, wewe ndiye wa vema
au nuru iliyo sahihi kwa kuonekana kwake. Ndio na kufanya popote ulipo, haumuachi mwanadamu ukaenda kumtafuta Mungu, bali unaishi na mwanadamu akikupumzisha kwenye hiyo sura ya Mungu aliyokuumba nayo, katika vema au sahihi au nuru ya Mungu iliyo katika sura ya kuonekana kwake kwako wewe, mtu au mwanadamu, kwa jina la kuitwa kwako. Popote pale ulipo, ninakwambia tena, autoki hapo ukamwacha mwanadamu ukaenda kumtafuta Mungu kusikojulikana, kwa kuwa Mungu hakumwacha mwanadamu. Kwa hiyo Mungu yuko na mwanadamu apate kukusaidia na kukupumzisha. Kwa hiyo unaishi na mwanadamu awe ni pumziko lako na furaha la starehe yako kwa kila jambo unalolifanya popote pale ulipo. Ndio maana katika jambo moja unalolifanya, mengine yote unasaidiwa. Ukiwa unakula, kumbuka mengine yote unasaidiwa ili upate kula kwa starehe. Ukiwa umelala, kumbuka mengine yote unasaidiwa upate kulala kwa starehe. Ukiwa unatembea, kumbuka mengine yote unasaidiwa na nani? Na mwanadamu, popote pale alipo upate kutembea. Ndio maana hata katika kuonekana utaona barabarani kuna trafiki, pale kuna mlinzi, pale kuna mpishi, pale kuna anakusaidia wewe ili unapokuwepo uwe na furaha. Popote ulipo uishi kwa starehe kwenye kila jambo moja unalolifanya. Mungu ameketi kwa mwanadamu, sura ya Mungu, ile nuru, roho vema iliyo sahihi ipo katika sura. Mungu alipokuambia anakuumba kwa sura yake, alifanya sura inaonekana, ipo katika kuonekana kwake kwako wewe hivyo ulivyo. Kwa hiyo unakaa na Mungu popote pale ulipo, upo na usaidizi wa Mungu popote pale ulipo. Ndio maana hakuhangaika alipomaliza kumuumba mtu akapumzika, kwa kuwa alijua yupo kumsaidia. Ni wewe tu kukataa usaidizi wake, kwa kuwa yeye hajakuwahi kukusaidia. Hata ukikataa asikusaidie, siku zote atakusaidia. Hata ukikataa baba yako asikusaidie, siku zote atakusaidia. Hata ukikataa mama yako asikusaidie, siku zote atakusaidia. Hata ukikataa jirani yako asikusaidie, siku zote atakusaidia kwa kulima shamba lake. Hata ukikataa chochote kikusaidie, kitakusaidia, kwa kuwa pale kilipo kipo kwa ajili ya kukusaidia wewe, kukupumzisha na kukustarehesha. Ndio maana Mungu akasema wewe ndio uliyemsaliti, wewe ndio uliyemwacha, lakini yeye hajakuacha siku zote. Ndio naongea na wewe ili usitoke kwa mwanadamu ukaenda kumtafuta Mungu kusikojulikana, bali ishi na mwanadamu. Mungu akupumzishe katika sura ya mwanadamu aliyoketi kwake, katika sura hiyo ya mwanadamu, popote pale alipo apate kukupumzisha na kukustarehesha. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo. Mungu yupo na wewe. Mungu yupo na wewe. Mungu wa kukusaidia yupo na wewe, lakini ameketi wapi? Ndio maana nipokukwambia uhusiano wa Mungu kwa mtu na mwanadamu, kwamba Mungu alimaliza ili popote ulipo usiteseke, kwa kuwa anakusaidia kupitia vyote visivyokutisha. Anakusaidia kupitia watu wake, na wote ni watu wake. Ndio maana kila mmoja kwa kufanya kwake yupo kukusaidia. Daktari anakusaidia, mkulima anakusaidia, injinia anakusaidia, mtumishi anakusaidia, mwalimu anakusaidia, ili wewe katika kila jambo moja unalolifanya liwe ni starehe ya kifalme katika kulifanya kwako. Mungu, mwache aitwe Mungu.
roho, nuru iliyo sahihi, iliyo vema, iache iitwe roho, kwa kuwa ilifanyika katika sura yako. Nataka uanze kumwona Mungu, uanze kupata pumzisho la kiungu, uanze kupata pumzisho la kiungu, upate raha na mstarehe kwenye kila jambo unalolifanya. Usipungukiwe na chochote, wala usizidiwe na chochote, kwani hata mtumishi wa Mungu ninapokuja nyumbani kwako, nipo kuipumzisha roho yako kwa njia, kwa kadri Mungu alivyokufanya nami kuwa karibu na wewe, kwa kuwa amenifanya nipate kukupumzisha roho yako popote ulipo, roho yako ipate kustarehe. Kila jambo unalolifanya liwe katika starehe. Ukulima wako uwe katika starehe, utumishi wako uwe katika starehe, ubaba wako iwe katika starehe, ndoa yako ipate starehe, ndoa yako, familia yako, kila kimoja ambacho uko nacho, kila kimoja ambacho unakifanya, kwa kila hatua ya kufanya kwako iwe ni furaha na starehe na pumzisho hili la Mungu. Uhusiano wa Mungu kwa mtu na mwanadamu, hakuna awezaye kuvunja uhusiano wa Mungu kwa mtu na mwanadamu. Hakuna awezaye kuvunja uhusiano wako wa wewe mwanadamu na Mungu, kwa kuwa sura ulio nayo ndio ile vema au nuru au roho iliyo sahihi katika kuonekana kwake. Jitazame na ujue wewe ni nuru, na kila aliyekuzunguka, kila moja aliyekuzunguka ni wa kufanana na wewe jinsi ulivyo, akupumzishe na kukustarehesha. Kwa hiyo haupo kumtafuta Mungu kusikojulikana, upo kumwona Mungu kwa wanadamu. Haupo kumtafuta Mungu kusikojulikana, upo kuishi na Mungu akikupumzisha kwa hawa wanadamu, kwa kuwa Mungu akai kuliko utisho kwa kutisha wewe, ukaa katika furaha ya kukufurahisha wewe, na wewe ukapata kumfurahia na kuishi naye pamoja. Ndio maana unatawala pamoja na yeye, kwa kuwa mnaishi pamoja. Angekuwa anakutisha, basi ungehofu na kutokukaa pamoja naye, lakini kwa kuwa ni rafiki, kwa kuwa ni nuru iliyo sahihi, ikatengeneza sura katika mwili wa kuonekana kwako, basi ukaishi pamoja nawe, na wao wakawa katika kuzunguka, wanadamu wote wakawa katika sura ya kufanana na wewe, wapate kukusaidia katika kuishi kwako, si kwa kuambia nisaidie, bali katika maisha ya kuishi kwao ndio usaidizi wao kwako. Narudia, mwanadamu, jinsi Mungu anavyokusaidia kupitia wanadamu, jinsi sura ya Mungu inavyokusaidia kwa wanadamu, kwa mwonekano wa wanadamu, katika sura ya usahihi wa mwanadamu, haikusaidii kwa wewe kuambia nisaidie, bali wanakusaidia kwa wewe, kwa wao kuishi maisha ya kuishi kwao. Kuishi kwao tu ni usaidizi kwako, kwa kuwa mwingine ni daktari, tayari ni usaidizi kwako, mwingine ni mkulima, tayari ni msaidizi kwao. Kwa hiyo kuishi kwao tu ndio usaidizi kwako. Basi leo nimekuambia kuhusu mahusiano ya Mungu kwa mtu na mwanadamu, na kufanya wewe popote pale usishake kwenye chochote kinachokuzunguka, bali zingatia kile ambacho unakifanya, kwa kuwa kwenye kila unachokifanya yupo aliye msaidizi
wako yupo aliye wa kukupumzisha popote ulipo. Usipungukiwe kwenye unachokifanya, wala usizidiwe kwenye unachokifanya na ukawa kitupu na ukawa katika giza, bali ukawa katika uzao wa kuzaa na kuongezeka kwenye kila unachokifanya. Kwa kuwa yoyote aliyopo alikuwa ni mwana wa Adamu, yani ni mwanadamu katika usaidizi wake. Ibrahim bado ni mwana wa Adamu. Kristo bado ni mwana wa Adamu katika jina lake Kristo, yani Mwokozi au Bwana wa wokovu. Je, nawe ni nani katika kuishi kwako? Basi ishi jinsi Mungu alivyokujalia kwa ule wokovu wa majina yote katika kuitwa kwao, nawe ukazaliwa katika ongezeko la uzao huo, pasipo kujalisha ni wapi, katika dini ipi, katika dhehebu lipi, katika mkoa gani, katika familia ipi. Lakini hapo ulipo wewe ndiye ile vema au nuru au roho iliyo sahihi au Mungu katika sura moja ya kuonekana kwako. Na leo Mungu yupo hapo kukusaidia kwamba kilichozidi kinapunguzwa, kilichopungua kinaongezeka, na kukufanya usipungue katika familia yako, wala kuongezeka katika kuzidi katika familia yako. Usipungukiwe katika familia yako, wala kuzidiwa katika familia yako. Usipungukiwe na chochote kwenye kile unachokifanya, na maisha yako yakawa katika raha. Pumzisho hili la Mungu na kutamkia popote ulipo, hautazidiwa, hautapungukiwa, hautazidiwa na chochote wala kupungukiwa na chochote kwenye kila kimoja utakachokifanya. Vingine vyote utakuwa wasaidizi, watakusaidia na kufanya usishake kuhusu kingine, bali ukatembea kwenye hicho unachokifanya. Pokea pumzisho hili la Mungu na amani hii ya furaha, ya raha, ya kupumzishwa na Mungu aliye wa sura yako, aliyoifanya sura yake, yani roho au nuru yake, katika kuonekana kwake kwako na wote walio wa sura ya kufanana na wewe, yani wanadamu, na kila kimoja pale kilipo. Pokea.